Bado niko na wadau wangu katika sekta ya elimu. Nataka niwape kila mmoja dakika zake, maana ni kipindi cha lala salama. Sasa pengine kauli za mwisho pamoja na lile swali nilikuwa nimeuliza. Kuna dakika 8 ambazo niziganye mbili kwa kila mmoja. Kuhusiana na mtaala huu, kama unaandaa ama kutayarisha wanafunzi kuwa katika nafasi ambayo ni ya ushindani hata ulimwenguni katika kutafuta ajira na kadhalika siku za usoni. Nianze na wewe Mwalimu Osoro. Naam, Nimrod. Malizia maoni yangu, mtaala wa CBC ni mtaala ambao kiukweli tumeufanyia kuangalia, tunaona ni mtaala ambao unaweza kutubadilisha nchi, na si hata nchini hata kimataifa. Lakini zipo changamoto. Serikali yetu ya Kenya ikiongozwa na Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto waweze kuchukulia elimu na manani, waweze kupeana zile vifaa, zile fedha ama capitation ziweze kufika shuleni mapema. Mfano kama huu muhula ambao tuliomaliza kufunga mwaka, pesa za capitation zimefika shuleni wakati shule zishafungwa. So unaona hiyo pia hatuwezi kwenda kwa level ya kimataifa wakati serikali yetu haitilii maanani na kuweza kufinance mambo ya masomo, kwa sababu nchi yoyote ambayo inacheza na elimu hiyo itaweza kuumiza nchi na tuwezi kuendelea vizuri. So tunaomba rais, tena wacha nimuombe sana kama JS, kuna shida mingi hii mambo ya autonomy, tafadhali tuweze kumaliza. Na tutawapa fursa kuzungumzia tena mwakani wakati tutakapokuwa tunaendelea na masuala haya ya elimu na kadhalika. Lakini Bwana Karanja, nije kwako kwamba ni sekta ambayo inahitaji kila mshikadau. Hasa nyie ambao mko katika sekta binafsi, wasia ni upi kuhusiana na vifaa, kuhusiana na vituo? Kwa sababu Nairobi wana bahati, wana Gravity Center. Kuna kaunti nyingine hawana bahati hiyo. Sasa una wasia gani kwa watu ambao ni wako katika sekta ya binafsi kusaidia mchango wao katika sekta ya elimu? Asante sana. Nikiongea kuhusu kituo chetu na vile tungeweza kusaidia. Kwanza kabisa, kama tungeweza kupata wafadhili, vituo kama hizi tuweze kuzifungua kwa kila kaunti, inaweza fungua watu macho. Sababu nakuta sasa kaunti nyingi wanatoka mbali wanakuja hapa Nairobi ndio wanatutembelea. Na wakija pale wanapata value. Kwa sababu kituo chetu kiko na kila kitu. Tumejaribu kuleta CBE kuwe rahisi sana. Ukija Gravity, kuanzia pale utakapoingia unaweza tumia masaa 2 ama 3 pale, ama tukisema sana masaa 5. Na ukitoka pale utakuwa umebadilika na kuona kwamba mtaala huu ni mtaala ambao unawezekana. Una manufaa kwa sababu unaweka watoto wote sawia. Kwa hivyo kila mtoto Mkenya atakuwa sawa na anaweza shindana katika ulimwengu wote. Kwa hivyo yale mambo tuko nayo pale ni mengi. Tuko sasa kama tunafanya mambo ya kusaidia walimu wa senior secondary, tunafanya retooling ya junior secondary teachers. Wazazi pia wakija tunawapeleka, wanaona kwamba mtaala huu ni mtaala ambao unawezekana. Kija kwa wanafunzi, wakija pale hiyo muda kidogo wako pale wanafanya mambo yote ambayo yanahusiana na practicals zote zile. Na unakuta mtoto sasa anapevuka, anaona kumbe hili jambo nilikuwa naliona niligumu. Kwa sasa hivi kitu ambacho tuko nacho kabisa ambacho ni kigeni, kuna kitu tunaita Gravity Boma. Na hiyo inajaribu kuleta sasa mambo ya culture. Tumeleta culture zote pamoja, tunajaribu kuwarudisha kule nyumbani. Kwa hivyo mimi naomba sana watembee pale, na kama itawezekana tusaidiane kufungua vituo kama hivi. Mwalimu Kennedy. Naam, Nimrod. Ningependa kusema kwamba vile ulivyotuuliza hili swali, kama huu mtaala wa CBE au CBC una prepare wanafunzi wetu vizuri for future careers. Ni kweli. Ningependa kutoa mfano kama pale shule ya Merisho, mahali mimi nakaa ama mahali mimi nafundisha. Kuna programu ambazo tumechukua katika CBE na tumeweza kuintegrate vizuri sana. Kwa mfano kuna hii pathway umeniuliza ambayo ni ya sports. Tuko na Merisho Soccer Academy. Hii academy ni kujaribu kuprepare hawa watoto for global arena. Utapata mwanafunzi ambaye hataweza kufanya vizuri kwenye darasa, atakuja akuwe mbunifu zaidi, akuwe mtu mzuri na aweze kushine katika hii academy. Kuna hii pile inaitwa ICT, Digital Literacy kwa CBE. Tuko na coding classes zetu pale Merisho. Kwamba mwanafunzi hata kama ni wa grade ya 7
anaweza kuprogram robots na ikaweza kufanya kazi. Huu ni mwanafunzi atakapoenda kwenye ulingo wa kutafuta kazi, hata pitia kwenye mafundisho mengine, already yako na zile skills. Na ndio nafikiri soko linavyotaka siku hizi. Zinataka hivyo. Kwa hivyo pale kwenye shule yetu vile tumeangalia hii CBE, tunajaribu kuprovide watoto wetu na multiple skills. Asante. Akienda kufanya kazi pale, atakuwa mtu mwenye kuwa marketable zaidi. Na ningeomba wale ambao hawajaweza kufika pale Merisho, najua Nimrod umefika pale, wajua nazungumzia nini, waje waone vile tumeweza kuintegrate hii mfumo wa CBE into preparing hawa watoto for the jobs in future. Ningependa kusema pia tuko na ushirikiano mzuri na serikali. Hivi sasa ninavyozungumza saa hii, serikali inatusaidia kutrain, kufanya retooling ya walimu wetu. Na walimu wote wetu wameapproviwa, they are all registered by TSC. Na wako na yale mafundisho ya CBE. Kwa hivyo tuko na ile ushirikiano mzuri kati ya shule za kibinafsi na serikali. Asante sana mwalimu. Mwalimu tu dakika zako mbili. Pia mimi ningependa kuhimiza serikali hasa kupitia Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba pesa zinatumwa kwa shule mapema, na pia hata kama utaongeza mgao kutoka kwa serikali iweze kuwekwa, na kama pia kuna serikali za kaunti pia zinaweza changia katika kuhakikisha kwamba vifaa viko katika shule mbalimbali, na wabunge pia kupitia CDF. Unajua 35 to 40% inataka naende kwa elimu. Hakikisha kwamba tuna support, tunaunga mkono elimu, na kisha pia mashirika ya KICD, NEC, tuwe na warsha mbalimbali ambazo zinawahamasisha walimu wakuu, walimu ambao wanafunza. Sasa hizi tunaitwa instructors, hata sio teachers, tunaitwa facilitators. Tuwe na zile warsha ambazo hata pia mimi huwa tunaandaa nyingi, tuhakikishe kwamba walimu wanaelewa, na wale walimu ambao pia wanapata mafunzo, wale ambao wako retooled, mkirudi shuleni pia mhakikishe kwamba mnafunza wengine, na tukifanya hivyo mambo yatakuwa shwari sana. Na bila shaka pia mimi nachukua hii fursa kuweza kuwatakia wale wanafunzi ambao mtihani wao, matokeo yao ya KCSE itatoka saa 8, na pia hata watembee Nakuru High School. Nakuru High School ndio shule kuna most subjects, 24 subjects. Mambo kama mechanical, power mechanics, electricity, metalwork, hizo zote ziko. Na tayari shule nyingi zimekuja hapo kufanya benchmarking, ndio waende watengeneze workshops hapo hivyo, na itawasaidia vizuri sana. Asante sana Mwalimu Osoro, Mwalimu Tomkin, Mwalimu Kennedy, na vile vile mkurugenzi Bwana Karanja. Nasema asante sana kwa kutusaidia katika mchango huu kuzungumzia masuala ya elimu, tukisubiri matokeo ya KCSE. Tunawatakia wanafunzi wote ufanisi. Kumbukeni kwamba lakini safari hii si ushindani tu, ni ubunifu zaidi. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri. Kwa heri kwa sasa, lakini taarifa zetu za saa 7 mchana ni hivyo punde.